David Gishuki anakumbwa na tuhuma ya kuwaua watu hao kwenye barabara ya Waiyaki hapa jijini Nairobi mwezi wa Aprili mwaka 2012. Na leo mahakama imepuzilia mbali daktari aliyekuwa akikagua maiti Johansen Oduor aliyeshindwa kufafanua iwapo sampuli za uchunguzi wa maiti zilipelekwa kwenye maabara ya serikali kukaguliwa. Muda zaidi sasa unahitajika ili uchunguzi ukamilike. Gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka amechukua usukani kama kiongozi wa chama cha Ford Kenya. Uamuzi huo ulifanywa baada ya mkutano wa baraza kuu la chama hicho siku ya Jumanne kufuatia uteuzi wa aliyekuwa kiongozi wa chama hicho Eugene Wamalwa kama waziri wa maji na unyunyizaji. Aliyekuwa waziri wa kilimo Kipruto Arap Kirwa amechukua nafasi ya mwenyekiti. Na nchini Burundi maandamano yamekithiri kwa siku tatu sasa, wengi wakipinga uamuzi wa Rais Pierre Nkurunziza kwenye kiti cha urais kwa kipindi cha tatu. Kufikia sasa watu 6 wamefariki kwenye mapigano baina ya polisi na waandamanaji yaliyoanza siku ya Jumapili. Mjini Mombasa, zaidi ya wafanyikazi 300 wa kampuni moja ya kusafirisha makasha wameanzisha mgomo kupinga hatua ya mwajiri wao kuwafuta kazi takriban wafanyikazi 19 kwa madai ya kujiunga na muungano wa kuwatetea wafanyikazi. Wafanyikazi hao wanalalamika kuwa wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira duni pasi na vifaa vinavyostahili na pia kuwa mwajiri wao hajakuwa akiwalipa marupurupu yao. Hatimaye watu wasiopungua 4310 wamefariki nchini Nepal kufuatia tetemeko la ardhi ambalo sasa limeathiri watu milioni 8. Kulingana na maafisa katika kituo cha kitaifa cha kukabiliana na matukio ya dharura nchini humo, zaidi ya watu 8000 wameumia. Ingawa wanapokea msaada wa kimataifa, watu wengi bado wanalia njaa nchini humo. Munene Gishangi, Citizen Nipashe.